Kwanza kabisa naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha hapa na kumfikisha salama wa naibu waziri wetu wa habari, michezo, utamaduni na sanaa katika wilaya yetu ya Kahama. Nimkaribishe sasa mmiliki wa eneo hili ili aweze kusoma taarifa, na baada ya kupata taarifa ya eneo hili basi nitakukaribisha ili kuweze kutufungulia na kufanya kazi ambayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuchukua nafasi hii ya kipekee kukupongeza kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kukuteua kuwa naibu waziri ambaye unasimamia dhamana ya michezo na burudani nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, The Magic 101 ni sehemu ya kiburudani iliyopo katika halmashauri ya manispaa ya Kahama ikiwa na usajili wa mlipa kodi namba 142/041/359, ambapo baada ya ufunguzi huu utakaofanya itakuwa inatoa huduma zifuatazo. Kutakuwa kuna baa, kutakuwa kuna chakula, kutakuwa kuna huduma ya swimming pool, na kutokana na janga ambalo limeikumba dunia kwa kiasi kikubwa, tukaona ni vizuri pia wakazi wa manispaa ya Kahama na maeneo jirani tuweze kuweka vitu ambavyo vimeshauriwa kitaalamu kama vinasaidia au kuondoa janga hili la corona, ikiwa ni pamoja na kutengeneza huduma ya sauna na stima kwa lugha ambayo tumeizoea, huduma ya nyungu inapatikana The Magic 101. Mheshimiwa mgeni rasmi, The Magic 101 ni uwekezaji uliofanywa na vijana wazawa kwa namba tupo 4 tuliokuwa na wazo na baadaye tukaliweka katika utekelezaji wa vitendo ili kutimiza ndoto ya serikali yetu na ndoto yetu ya vijana kujiajiri na kujiinua kiuchumi, lakini kubwa zaidi kuzalisha ajira kwa vijana wenzetu wa Kitanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, uwekezaji huu umegharimu kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 525,896,000. Ndugu mgeni rasmi, The Magic 101 ina jumla ya watumishi wa kudumu 60 ambapo wanaume ni 20 na wanawake ni 40. Lakini pia kuna ajira zisizo za moja kwa moja zipatazo 160 wakiwemo bodaboda, watoa huduma kwa maana ya masupplier, mawakala wa mitandao ya simu na wengine wengi. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe binafsi kwa kuacha shughuli zako zote za ujenzi wa taifa na kimataifa na kukubali mwaliko wetu. Umetutia moyo na umedhihirisha kwamba wewe ni mtumishi wa umma na hasa vijana ambao kama taifa lilivyoelekeza na kauli ya rais wetu inavyotutuma kujituma na kujenga nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba nafasi hii kumshukuru mkuu wa wilaya aliyepita kwa ushirikiano uliotupa wakati wa ujenzi huu, lakini kwa umuhimu tumpongeze Mheshimiwa Festo Kiswaga ambaye ameaminiwa na Mheshimiwa Rais kuwa mkuu wetu mpya wa wilaya ya Kahama. Tunamwahidi ushirikiano katika kutekeleza majukumu yake ya kila siku muda wote. Vijana wetu mlioko mahali hapa, lakini wazazi wetu wapendwa ambao siku ya leo mnashuhudia tukio hili muhimu sana kwa vijana wetu, ndugu viongozi wa chama na serikali mlioko mahali hapa, waheshimiwa madiwani kama mpo, tunatambua uwepo wenu, lakini ndugu zangu wananchi wote nawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Mama Samia Suluhu Hassan hoye! Wapendwa, nina sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa nafasi hii asubuhi ya leo tukiwa wenye nguvu na afya. Ametupendelea sana. Kuna wenzetu ambao walitamani labda waone siku hii lakini hawakupata nafasi hii. Sisi tunamshukuru kwa sababu ametupa kibali pia kuwepo mahali hapa Kahama,
Lakini kwa namna ya pekee nimpongeze sana Mheshimiwa DC wetu kaka yetu Festo kwa kuaminiwa tena na Mheshimiwa Rais, na ambao tumpigie makofi ya kumkaribisha Kahama. Kaka, karibu sana. Ogeku Paulina ni mbunge wa jimbo la Babati mjini mkoa wa Manyara, lakini pia sasa naibu waziri katika wizara yetu hii ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Na mimi namshukuru Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kuendelea kuniona, endelea kumsaidia waziri katika wizara hii kaka yetu Innocent Bashungwa ambaye ni waziri katika wizara hii. Mheshimiwa waziri amewasalimia sana Wanakahama. Alitamani afike afanye kazi hii yeye mwenyewe kwa jinsi ambavyo alithamini kazi hii. Lakini kwa kuwa mnafahamu tunaendelea na bunge la bajeti, na Mwenyezi Mungu akitusaidia tutamaliza tarehe 30. Mheshimiwa waziri amenituma siku ya leo niwe pamoja nanyi ndugu zangu Wanakahama ili tuweze kufanya jambo hili ambalo liko mbele zetu. Niwapongeze sana vijana wetu, wakurugenzi wetu vijana kabisa, na wazazi ambao wameweza kuwekeza katika eneo hili. Mheshimiwa DC, hii ni bahati katika wilaya yako kwamba unapoenda kuanza kazi hii ya kutumikia Wanakahama unakutana na mambo mazuri kabisa katika wilaya hii. Kwa moyo wa dhati ni wapongezi kwanza wazazi kwa malezi waliowapa vijana hao. Uzangu, kwa familia yetu ya siku hizi, ukiona watoto wameshikamana unamshukuru Mwenyezi Mungu. Wazazi tunawapongeza sana kuwalea vijana wetu hapa. Naomba tupige makofi wazazi wetu tafadhali. Bila malezi yenu manake vijana wetu wasingesimama wakafikia hatua hii. Mimi kama mzazi ninalitambua hili, manake hizi ni baraka kwa Mwenyezi Mungu. Watoto hawa kiume kuongea lugha moja na kufanya jambo kubwa la uwekezaji kiasi hiki. Ninaamini kila mmoja wetu anaguswa na ili tuwapongeze tena wazazi kwa malezi mazuri. Lakini vijana wetu, wakurugenzi wetu wa eneo hili ambalo siku ya leo tunalifungua rasmi, sisi ndugu na jamaa mliotualika tunawapongeza pia kwa kusimama kwa miguu miwili. Tunafahamu sio jambo jepesi kuweza kuanzisha wazo, lakini mpaka likasimama kutoka kwenye makaratasi likatafutiwa fedha hizo zikasimamiwa vizuri. Leo tunaona jengo limesimama, maana yake ndugu hao wamepitia changamoto mbalimbali. Tuwapongeze katika kukabili hizo changamoto, lakini pia kuweka ndoto zenu katika hali ya uhalisia na sisi tukashuhudia. Hii ni faraja kwetu Wanakahama, lakini ni faraja kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Niwaombe na nitoe rai kwa Wanakahama, lakini pia kwa Watanzania ambao wanatushuhudia kupitia vyombo vyetu vya habari, wanapopita Kahama wapite hapa waweze kuchochea uchumi wa Wanakahama, lakini uchumi wa taifa letu. Lakini kwa Wanakahama pia jambo hili limefanywa na vijana wazao wa taifa letu ambao mnaona wanatoa ajira, lakini wanatoa burudani. Niwaombe tuwaunge mkono ili pia wafike mbali, lakini pia wajue tuko pamoja nao katika kujenga taifa letu. Ninafahamu shughuli mbalimbali zitafanywa hapa, ninafahamu burudani mbalimbali zitafanywa hapa. Mheshimiwa DC, ombi langu kwao wahakikishe wanatoa nafasi na fursa kwa Wanakahama ili na wao waweze kuperform mahali hapa. Niwahakikishieni sisi kama wizara tutaendelea kuwaunga mkono. Ndio maana Mheshimiwa waziri alitamani kuja mwenyewe, lakini kwa sababu anaendelea na shughuli za kibajeti kama waziri, ameniomba nije nimwakilishe. Lakini amewahakikishieni anapotoka Dodoma kuelekea jimboni, siku nyingine atapita Kahama aone kitu gani kinaendelea mahali hapa.